بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu Muntakha al-Akhbar. Katika siku ya leo ambayo ni Ijumaa ya tatu katika mwezi wa mfungo tatu Dhulhijja, katika ukurasa 548 kwa kitabu hiki changu na kwa vitabu vingine 516, tupo katika kitabu Raj'a walibahatu lizawaji al-awwal. Sasa leo hapa tunazungumzia njia nyingine ya kutaka kuilinda ndoa, ni rejea, kama alivyofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumrejea mke wake Ummul Mu'minin Hafsa binti Umar radhiallahu anha. Na mwenye haki katika kurejea akiwa mke bado katika idda, mwenye haki ndiye mume, kwa sababu bado mwanamke katika haki, katika hozi ya mume. Wa buulatuhunna haqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha, mume bado angali huyo anayo haki ya kurejea mke wake muda wa kuwa idda ijesha, na hayo ndio malengo makubwa ya kutaka kwamba ndoa idumu baina ya mke na mume. Kwa hiyo leo hapa tutazungumzia sisi raj'a katika hadithi nambari 3385 ambayo kwa vitabu vingine 2873 عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى katika kuifasiri kauli yake Allah, walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata quru, wanawake walioachwa inatakikana wajizuilie wasielewe muda wa thalathata quru, tahara tatu. Wala yahillu lahunna, si halali kwao, an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, alichokiumba Allah, yani kuficha mimba si halali kwao. Hii ni tafsiri ambayo ataielezea hapa Abdullah bin Abbas, lakini tu kwa kukumbushana, katika somo la ilmu tafsiri tumesema kwamba taratibu nzuri za kufasiri Qur'ani ni Qur'ani kufasiriwa na Qur'ani mizake aya kwa aya. Ngazi ya pili ni sunna Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kufasiri Qur'an, na ngazi ya tatu ni maneno maswahaba. Kwa hiyo hapa tunamuona Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu ambaye ni habrul umma, mwanachuoni aliyetegemewa bobezi katika tafsiri, anaifasiri aya. Anasema wadhalika anna ar-rajula kana idha talaqa imra'atahu, bali mwanzo katika jahilia ilikuwa mke akimwacha mkewe, basi fahuwa haqqu biraj'atiha, yeye ana haki ya kumrejea mkewe. Wa in talaqaha thalatha, japokuwa kamwacha mara tatu, bado anayo nafasi ya kumrejea. Fanasakha dhalika, ikatokea aya kufuta hukumu hiyo. Kuna kiwango maalumu cha mke kuachwa na kurejewa, haitakuwa tu mara unamwacha mara unamrejea, mara unamwacha mara, hapana. Kwa hiyo sheria hiyo ikafutwa na kauli yake azza shanu aliposema at-talaqu marratan, talaka rejea ni mara mbili. Mume kamwacha mara kwanza mke, anayo nafasi ya kumrejea, anamrejea kabla idda ijesha. Mara ya pili hakuna mara ya tatu, kwa at-talaqu marratan.
al-aya. Rawahu Abu Dauda wa Nasai. Hii ni tafsiri kaifasiri Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu. Utaratibu mzuri wa tafsiri ni kupokea tafsiri ima kutoka kwa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, kufasiri aya hiyo, au sunna bwana mtume, au kauli za masahaba radhiallahu anhu. Wametofautiana mashekhe wanawazuoni wakubwa kuhusu neno hili tuliposema walmutallaqatu, na wanawake walioachwa, yatarabasna, wanatakana jizuilie, bianfusihinna thalathata quru. Neno quru, neno la Kiarabu quru, hili ni jamu ya qar'in, qar'in kwa hamza, na qari ina maana mbili. Qari ina maana ya tahara na ina maana ya hedhi. Neno hilo ni moja, linamaanisha tahara na hedhi, lakini jamhuri wanifasiri hii, walio wengi wanifasiri kwamba qari hapa kwa maana ya tahara. Kwa hiyo mwanamke akiachwa, aida yake ni kukaa tahara tatu, ni tahara tatu. Na tukasema kule nyuma kwamba hairuhusiwi mtu kumwacha wakati ushamuingilia katika tahara ile, vinginevyo itakiwa umwache hujamuingilia ili aanze ida yake tokea hapo, usije ukamrefishia muda wa kukaa ida. Lakini kinyume cha jamhuri, katika wanazuoni kama vile Imamu Ash-Shafi'i rahmatullah alayhi na Imamu Malik vile vile, wao ni walishikilia kwamba quru kwa maana ya tahara, isipokuwa alimamu Abu Hanifa rahmatullah alayhi jamia, yeye msimamo wake ni mmoja kwamba qari ambayo jamu yake ni quru, maana yake ni haidhi, akaye haidhi tatu ndio ida yake. Lakini Imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayhi alikuwa na kauli mbili. Kauli moja iko pamoja na wenzake ambao Malik na Shafi'i, akawa yeye ni mtu wa tatu, kwa maana qari ni tahara. Lakini kauli nyingine anakwenda sawasawa kama alivyokwenda Abu Hanifa rahmatullah alayhi, kwamba qari maana yake ni hedhi. Lakini kauli jamhuri ni kuwa qari kwa maana tahara. Waliokuwa na kinyume katika wanazuoni wa nyuma waliokuja kama vile Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, Sheikh Ibn Bazi, Sheikh Ibn Uthaymeen katika wanazuoni wa sasa, Sheikh al-Albani na wengineo upande wa Misri pia, wao wamekwenda upande ule wa Abu Hanifa kwamba qari maana yake ni hedhi. Hata ile lajna daima mnaisikia ya Saudia, wao pia wamekwenda upande ule wa kauli ya pili ya Imam Ahmad bin Hanbal kwamba qari maana yake ni hedhi. Na pia kule Misri kuna wanazuoni wal Azhar na Darul Ifta ya Misri, wao fatwa yao wanaitumia ni upande ule wa Hanafi kwamba qari kwa maana ya hedhi. Lakini hata hivyo hatuite kwa jamhuri. Kauli jamhuri ni ile kundi la watu wa zamani utangulia katika Salafi. Hata nyinyi mkiwa wengi wangapi hamjafikia standard ya kwamba muitwe kauli yenu kwa jamhuri. Jamhuri iko pale pale. Na sisi tunasisitiza sana, sisi mukallidina, tunapokuwa mukallidina kama hivi, ubora kushikamana na kauli jamhuri, kwa sababu kauli jamhuri ni kauli ya Salafi wale wengi. Basi wanaokuja nyuma katika jitihada zao wanakwenda wanapokwenda, wakati mwingine wanafikiana na hao watu wa Salafi, wakati mwingine wanatofautiana nao. Kwa hiyo hapa pana kauli mbili kwa maana hii quru, ambayo ni jamu ya qari. Nini maana yake? Kwamba hawa wanawake waliokuwa wameachwa wajizuilie, wakae wasubiri, wasiolewe tahara tatu. Lakini kwa madhhabu ya Abu Hanifa na wale muunga mkono, wajizuilie wasubiri muda wa hedhi tatu. Sasa tunakaa upige hesabu, angalie muda mrefu kwa upi, wa tahara au hedhi. Lakini mimi pamoja na kuwa siku tayari kutaka kusisitiza upande mmoja, inavyonielekea waziwazi ni kauli jamhuri inaeleweka haraka haraka, kwa sababu ya ayyuhan nabii idha talaqtumun nisaa wa talliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda,
Wacheni tokea mwanzo, mkiwapa talaka wake zenu wapeni talaka tangu mwanzo wa ule muda wa idda, ni tahara. Kwa hiyo kwamba ukumwingilia unaoacha muda huo, lakini tumesema kule nyuma ni haramu kumwasha mwanamke au mke katika siku zake, itakuwa babu ishkali. Lakini wenyewe wana hoja nyingi wanazozitetea, wamezishikilia sana hoja hizo, na ndio maana baadhi yao wanafanya ni maamuzi ya mahakama. Inapoletwa kesi ya mwanamke kama hiyo, huamua kwamba eda yake ni muda wa hedhi tu. Tunaendelea na hadithi ya nambari 3386 وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها. عروة بن الزبير mtoto wa dadake bibi Aisha radhiallahu anha, Asma binti Abi Bakr. Lakini kwa hakika hadithi hii yeye Urwa akaipokea kwa babake, babake ndio akaipokea kwa Aisha. Hapa imeelezwa kwa mukhtasar, wa Urwa kutoka kwa babake Zubair bin Awam ambaye kapokea kwa shimigi yake Aisha radhiallahu anha. Anasema kana nnasu, qalat, kasema bibi Aisha radhiallahu anha, kana nnasu, walikuwa watu katika jahilia, warajulu yutalliqu imraatahu ma shaa, yani mtu anamwacha mkewe anampa talaka anavyotaka anavyopenda, ma shaa yutalliqa. Asema wa hiya imraatuhu idha irtajaaha, anakuwa bado ni mkewe anapomrejea, kabla yajesha eda anamrejea. Wa hiya fi liddati, katika idda. Wa in talaqaha 100 marra, hivyo hivyo utaka kumtesa mwanamke anampa talaka kabla yajesha eda, kabla hajafika mwisho anamrejea, ili mradi anakwenda naye tu kwa muda hata mwaka mzima, yeye anamuoa anamwacha anamrejea anamwacha anamrejea. Unasema wa in talaqa 100 marra au akthar, hata qala rajulun limraati, mpaka jambo hili likakera mtu mmoja akasema kumwambia mkewe, wallahi la utalliquki, sikuachi, fatabini minni, sikuachi baadaye kuwafarikiana mimi na wewe kwamba nikuache mpaka eda ishe. Hapana, wala wiki wala siku hifadhi nyumbani kwangu abadan. Qala, fakasema mwanamke, wa kaifa dhalika, vipi itakuwa vipi huku unifanyi kuwa ni mkewe kikamilifu nyumbani wala uniachi, ni vipi? Maneno yametokea baina ya mke na mume katika mambo kijahilia, kwa maana kwamba kumbe Uislamu ndio ulikuja ukatengeneza maisha baina mwanadamu na wanadamu. Kulikuwa hakuna utaratibu kama unavyoona maisha ya leo. Kwa vile Uislamu watu hawaujali, wanaishi watu ovyo ovyo tu. Haki ya binadamu wala si binadamu, wanatetea haki za binadamu, wala hizo haki hizo si za binadamu, haki za wanyama wanazitetea wao, kuzifanya ndio haki za binadamu. Na hiyo katika jahilia, ndio maana wakasema taala ni jahilia ya pili. Tayeb, asema qala utandiku, utakuacha, fakullama hammat iddatuku, lakini napokaribia ida yako kuisha, ntankadhia raji'at, utakurejea. Ule mume amwambia ndio utakapofanya. Fadhahabat almar'atu, akenda mwanamke sasa kuona sasa ndoa ya vipi, mara unaachwa mara unarejewa. Fadhahabat almar'atu hatta dakhalat ala Aisha, akenda mwanamke kulalamika mpaka akaingia nyumbani kwa bibi Aisha radhiallahu anha. Fa khabaratha, akampa habari zote bibi Aisha radhiallahu anha. Fasakatat Aisha anajibu, kakaa kimya. Hata jaa nabii sallallahu alaihi wasallam fa khabarat, alipokuja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bibi Aisha akamhadithia mwanamke kaja na malalamiko na mumewe, nasema takuacha ili ikikaribia nitakurejea. Yani mchezo ni huo kwa huo tu. Fasakata nabii sallallahu alaihi wasallam,
Bwana Mtume akanyamaza, anasubiri hukumu. Bwana Mtume anasubiri hukumu kutoka mbinguni. Fasakata hatta nazala alquran, mpaka ikashuka aya hii ambayo ipo katika Bakara 229. Allah anasema at-talaqu marratan, talaq rejea ni mara mbili tu. Ukimwacha mara ya kwanza ukamrejea mara ya pili utakaa naye, ukimwacha ukamrejea mara ya tatu kumwacha si wako tena, ushamaliza nafasi uliopewa ya kumwacha. Na ushamwacha mara tatu, basi si mkeo tena mpaka ule na mtu mwingine. Kwa hiyo Allah akasema fa imsaku bima'ruf, ima kumshikilia mke kwa wema, au tasrihu biihsani, au kumpa talaka yake kwa ihsani. Hakuna kukomoana, kwa sababu ndoa si ushindani baina ya mke na mume. Ndoa ni ushirikiano kwa lengo moja. Qalat Aisha, bibi Aisha akasema radhiallahu anha, fastanafa nnasu, watu wakaanza upya talaka sasa, kufuata utaratibu ule unaotakiwa ambao kaufundisha Allah azza shanu kwa viumbe wake, mustakbalan, kwa muda unaokuja. Man kana talaka, aliyokwenda akawa anaacha, ataacha kwa utaratibu huo. Waman lam yutalliqna, waman lam yakun talaqna, ambaye hakuacha ataishi hivyo hivyo kwa utaratibu huo. Rawahu Tirmidhi, rawahu Tirmidhi wa rawahu aidan an Urwa. Hadithi hii huyu Urwa bin Zubair radhiyallahu anhu hapa nyuma kaipokea, ambiwa anavyosema kaipokea yeye bila kumtaja bibi Aisha wala mursalat. Kuna riwaya kaitaja ambayo ni mursali, na kuna riwaya hii kamtaja hapa bibi Aisha radhiyallahu anha. Kwa hiyo ya kwanza ya kwamba kamtaja bibi Aisha ina udhaifu wake, ndio maana Sheikh Al-Albani hapa chini akaitaja, akasema hapa chini kaeleza, akasema kwamba wadhaafu Al-Albani. Katika riwaya ya Tirmidhi kuna mtu ambaye kwamba alikuwa anaambiwa ni dhaifu, kwa hiyo pia akamtaja Imamu Tirmidhi. Sasa lakini kwa riwaya nyingine huyu Urwa akaipokea hadithi hakutajwa Aisha, kwa hiyo ni hadithi mursal. Lakini huyu Sheikh Al-Majd bin Taymiyyah rahmatullahi alayhi akasema wadhakara annahu asahhu, akasema Tirmidhi aliyopokea riwaya hiyo ni kwamba hiyo ni sahihi zaidi. Sasa basi imekuwa hadithi mbili, moja ni udhaifu kutokana ambayo ule si mursal, lakini kuna mtu katikati katika sanad dhaifu. Hii kama itaambiwa ni dhaifu kwa sababu ni mursal, lakini katika sanad ya sahihu, kwa hiyo imekuwa hadithi mbili, hadithi mbili, japo Sheikh akasema ni dhaifu, ikakusia dhaifu kutokana na hadithi moja. Naam.